Karibu sana. Asante sana. Shukuru Mwenyezi Mungu kwanza, mwingi wa rehema. Nadhani tuko salama. Sisi KMC nadhani tumejiandaa vizuri kwa mchezo wa kesho. Tunajua tunacheza na timu kubwa, timu ambayo imetoka kwenye mashindano ya kimataifa, kwa vote ina ubora katika kila eneo. Kwa hivyo cha msingi na sisi tumejipanga katika kila eneo kuhakikisha tunadhibiti njia tofauti ambazo wanaweza kuzitumia. Kwetu sisi ni mchezo muhimu sana kupata alama 3. Kama tunavyojua bado tuko nyuma, na hata juzi tumepoteza matokeo ajabu kabisa, tumefungwa na timu ya Bandari, lakini hao wameshapita. Nadhani zaidi na focus katika mchezo wa kesho. Kikosi kiko imara, vijana wote wako imara. Sasa kilichobakia sasa ni wajibikaji wao. Sisi tumeshamaliza kazi. Tunajua tunacheza na timu kubwa, timu ambayo ina wachezaji wa kuamua matokeo kwa pale ambapo tunakuwa tunafanya makosa ambayo yalikuwa ya hatarisho. Kwa hiyo bila shaka mtumo katika kiwanja chetu cha mazoezi tumeshayapanga yote ambayo yasitokee katika upande wetu. Tujue kuwa tunacheza na timu ambayo ina wachezaji wa kuamua kila tokeo ambalo utakosea anaweza kaamua na ikatuletea hasara. Kwa hiyo tunao wachezaji hao tayari, tumeshakiandaa hicho kikosi kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tuna imani tutacheza vizuri na tutizame dakika 90 itakapokuwa, lakini na imani kubwa vijana watapambana kutafuta alama 3 muhimu sana kwetu. Tujue kwamba sasa tuna mtihani mkubwa ambao mtihani lazima tuuvuke mtihani tulikuwa nao kuweza timu kuitoa chini kuleta juu. Sasa maswali kwa mwalimu kuelekea mchezo wa kesho. Maswali, karibu. Yes mwalimu, hauna vipindi vizuri vya matokeo. Kimsingi muandaaji wachezaji kwenye psychology hasa kuhakikisha hilo liwatoe kwenye mchezo. Kwa kweli hilo ndio kazi kubwa kwetu sisi kama walimu. Kwa kweli kipindi hichi upepo umetupitia vibaya, tuna matokeo mazuri, lakini tuko katika kuwajenga wachezaji wetu kisaikolojia, vile vile na namna ya utendaji wa kazi unavyohitajika katika kila mchezo kwa sasa. Kwa hiyo nadhani wako vizuri. Wao zaidi wako sehemu ya wajibikaji. Sisi tumeshafanya wajibu wetu, wao sasa wakafanya wajibikaji wao. Tuone timu inavuka hapa ilipo. Lakini na imani vijana moral kubwa. Vijana sasa hivi wamekuwa na moyo wa kupambana zaidi kama walivyokuwa mwanzo kwa wanakotokea, lakini kila tukenda hali inazidi kuwa mbaya, lakini nao sasa wanaona sasa tunakoelekea sasa siko, nini tufanye. Kwa kufanya kwao ni kujitoa na kuhakikisha kuhamasishana zaidi, na hilo sasa hivi ndio limetawala katika timu yetu ya KMC. Vijana wote wako pamoja sana na wanahitaji kuona kila mechi kwao wanapata matokeo, lakini tunaingia zaidi kwa kuheshimu Azam. Swali la pili kuelekea mchezo wa hapo kesho. Karibu. Mwalimu, naitwa Latifa Nafi, natokea Ava TV. Kwa mazungumzo yako hapo umesema kwamba una wachezaji imara na ambao wanaweza kuamua matokeo. Mnakwenda kukutana na Azam FC. Kwa mechi iliyopita mmetoka kucheza dhidi ya Bandari. Kipi kilishindikana kuamua matokeo kwenye mechi iliyopita, mmekifanyia kazi ili kuhakikisha wanakwenda kuamua kwenye mchezo dhidi ya Azam FC? Asante sana kwa swali lako. Mimi niseme tulicheza Bandari kweli juzi na tumepoteza mchezo kwa mapigo ya penalty. Mpira ni mchezo wa makosa. Kwa hiyo tulifanya makosa wakatuhukumu pamoja na udogo wao, lakini tumefanya makosa ya aina gani ambayo wao wameweza kuyatumia. Kikubwa zaidi tuseme mechi imeshapita iliyokwisha, lakini sasa wanajua wachezaji ni kipi muhimu. Kama tunavyojua FA ipo tu, lakini ligi kwa sasa ndio kitu muhimu, na tutoke huku tuliko twende juu. Bila shaka nadhani umeona kuna wachezaji walipumzika, kuna wachezaji walianza. Kwa kikosi kipana, nadhani kesho kitakuwa tena wako wengine zaidi wataweza kwenda kurekebisha makosa ya juzi ambayo tumeyafanya yasitokee tena katika mchezo ujao. Swali kwa mwalimu. Karibu. Tutarajie kuona mabadiliko hasa kwenye base of play, kwa maana gameplay yako, kwa sababu tayari mwenendo wa matokeo si mzuri. Pengine tutarajie tukikuona umekuja kwa mfumo mwingine mpya kabisa katika mchezo huu. Mimi niseme tuna game plan yetu. Game plan yetu ndio itatawala kesho, ambayo tumeshaandaa ndani ya siku mbili hizi. Bila shaka vijana wamepokea na watakwenda kufanyia kazi. Labda mwalimu, tukirejea mchezo uliopita dhidi ya Simba, tumeona uliweza kupoteza kwa mabao mawili dhidi ya 0. Unakwenda kucheza dhidi ya Azam, umekiri kwa kusema kwamba unatambua ubora wa Azam na unaheshimu kuelekea mchezo hapo kesho. Tutegemee ni tahadhari vipi unazichukua kuelekea katika mchezo huo? Na je, ufanisi wako katika kutumia nafasi? Tukirejea mchezo uliopita ulitengeneza nafasi kadhaa lakini ukashindwa kubadilisha nafasi hizo kwa mabao. Je, mchezo dhidi ya Azam FC hapo kesho tutegemee kuna mabadiliko yote na ubora wote, ufanisi wote katika eneo lako la juu na eneo lako la uzuiaji? Ni kweli, ndio maana tukasema kuwa
Mechi iliyopita tumecheza na Simba, tumefanya makosa, lakini makosa yenyewe tulifanya na kule vile tumefanya makosa tumeshindwa kuzitumia nafasi. Kwa hiyo yote ni wajibu wetu kama walimu, tumeweza kurekebisha makosa. Kikubwa zaidi kwanza tunacho focus tuweze kupata matokeo, lakini vile tutambue kuwa timu inahitaji ulinzi imara. Kwa hivyo nadhani leo tumeshalitengeneza vizuri bila shaka. Na wachezaji wenyewe kwa kujitambua zaidi wanajua nini tulifanya tukapoteza, na sasa tunataka nini tufanye tuwini katika mchezo wa kesho. Shukrani sana mwalimu. Asante sana. Na mwalimu anasema wamejiandaa sana. Asante. Kwa upande wa wachezaji, sisi tumejiandaa vizuri na Mwenyezi Mungu inshallah tutakapoamka siku ya kesho na imani tunaweza tukapambana na tukaonesha kitu tulichokuwa nacho. Swali kwa mchezaji kuelekea mchezo hapo kesho. Ili jambo la kutopata mwenendo mzuri wa matokeo umepokeaje kama wachezaji? Linawaumiza kiasi gani? Mnalivibaji sasa kuhakikisha katika mchezo huu mnaamua na mnapata matokeo hasa katika uwanja wa nyumbani? Kwa upande wa matokeo of course yanaumiza, kwa sababu hakuna mtu anayefurahi kufungwa kila siku au kupoteza kila siku, kitu ambacho hakiwezekani. Na imani kama Mwenyezi Mungu kesho akilalia upande wetu tutapata matokeo. Swali kuelekea kwa mchezaji kuelekea mchezo hapo kesho. Chibada, umezungumza kwamba inawaumiza sana kuona kwamba hapati matokeo kwenye mechi ya mfululizo, lakini pia mkiwa kwenye nafasi mbaya, nafasi ya mwisho kabisa ya msimamo wa ligi kuu. Nikikupa asilimia pengine za kusema kwamba KMC itapata matokeo ya ushindi dhidi ya Azam FC, nyinyi kama wachezaji, kwa sababu unazungumza kwa niaba, utajipa asilimia ngapi kuelekea mechi? Kwa kujipa asilimia hapo mimi siwezi kuzungumzia asilimia, kwa sababu mpira bwana una matokeo matatu. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea siku ya kesho. Labda neno lolote kwa mashabiki na uongozi wa KMC kuelekea mchezo wa kesho. Watu waamini, wasitukatie tamaa. Chochote kinaweza kutokea siku ya kesho na kuendelea na imani. Kila kitu kitakuwa sawa. Shukrani sana Omar Chibada. Asante. Natakia kila